Dekania ya hapa mjini Paulo Msalaba imekuwa kubwa sana, kubwa tu, na wakiwa wengi mno wanapotezana huko, wengine hawajibiki tena vizuri. Kwa hiyo tumeigawa mara mbili. Tumeigawa vipi? Tumeanza kwa kufikiria upande ule wa Miyuji. Miyuji kuna parokia ya Miyuji Baba Mosha pale. Ile parokia imezaa Mpama, mtoto wa Miyuji, na itazaa mwaka huu Msalato ambayo itakuwa nayo parokia. Kwa hiyo Miyuji imezaa watoto wawili, wanakuwa watatu. Tukisogea kidogo tunakutana na Baba Ngimba pale kwa matano, St. Ignatius amemzaa Mlimasi, St. Peter Clever. Kwa hiyo hawa wanakuwa wangapi? Watano. Lakini ukianza kuchunguza nani kawazaa Miyuji na St. Ignatius ni Keindege. Kwa hiyo hao sasa, huyu mama Keindege pamoja na watoto wake na vijukuu vyake wote wanafanya dekania moja kuanzia leo. Kwa hiyo naamini sasa Paulo Msalaba pamoja na dekania mpya ambayo itakuwa chini ya msimamizi wa Mtakatifu Jema Galgani, naomba mkae sasa viongozi, muanze kuchagua viongozi wa dekania. Na dekana wetu kwa parokia kwa dekania mpya atakuwa Baba Mutambo wa kanisa kuu wa kanisa Keindege. Mwisho naomba sasa tubariki kile kitabu, tuzindue rasmi ile kitabu cha watoto, protection of child protection, na mambo Baba Makusaro mkurugenzi aje hapa mbele. Mashamba Baskofu Mkuu, Mashamba Baskofu Msaidizi, vikao watawa, madekano, maparoko, mashemasi, mapadri wote, masista, mabrother, waamini wote, tumsifu Yesu Kristo. Pende kwa namna ya pekee kutumia nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya daraja takatifu la upadre na kwa sherehe yetu ya leo. Asanteni kwa kutuunga mkono na kuja kusali. La pili ni mshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa Mashamba Baskofu Mkuu kuona hitaji la kuwa na sera ya ulinzi na miongozo ya watoto au ya mtoto jimbo letu kuu Katoliki la Dodoma. Nimshukuru kwa kutuchagua wakurugenzi watatu Dodoma, Singida na Kondoa, ambao tulikaa kuandaa rasimu ya sera hii. Kwa kweli Baba Askofu, nikiri haikuwa kazi rahisi sana, mchaka ulikuwepo. Basi mahali tulipopata pa kuanzia, tulianza na ile sera ya ulinzi na miongozo ya mtoto ya TC. Tukaichakata, tukapata rasimu ile tukaipeleka kwa baba, kaikagua, akatupa go ahead. Tukafanya vikao vya ndani pole, tukaunda sera ya Metropolitan ya Dodoma, tukaileta tena kwa baba, akaiangalia, akatoa go ahead. Basi nishukuru sana kwa ushirikiano tuliopata kwa askofu wa Kondoa na askofu wa Singida na Baba Askofu Mkuu mwenyewe. Sasa kitabu hicho cha sera ya ulinzi na miongozo ya mtoto kimekamilika na kiko hapa. Kwa kifupi kabisa, kinachota maelekezo yake kwa Yesu mwenyewe katika Injili ya Mathayo sura ya 19 aya ya 14. Waacheni watoto wadogo waje kwangu, kwa maana ufalme wa mbinguni ni kwa ajili ya watoto kama hao. Kila mmoja wetu anaalikwa kumlinda mtoto. Mtoto ana haki ya uhai, ana haki ya elimu, ana haki ya maadili, ana haki ya kulindwa na manyanyaso yoyote.
Kwa kushirikiana pia na kamati aliyoiunda Baba Askofu Mkuu kwa jimbo letu, kamati ya ulinzi, tumeweza kukamilisha mambo haya yote, na kitabu hiki kina mambo mengi yaliyojiri humu ndani, sera hii ambayo itahitaji sasa utekelezaji na semina za hapa na pale kadiri ya maelekezo ya Baba Askofu Mkuu. Kwa heshima kubwa Baba, kazi uliyoitupa tumeikamilisha, na ndio hii hapa. Nikuombe sasa ufunue kaboksi haka na kuzindua sera hiyo. Karibu sana Baba Askofu Mkuu. Wapendwa familia ya Mungu, sera yenyewe ndio hii, na wakati wa mahubiri nimeisemea na tutaendelea kuisemea mahali pengine. Nipende kuchukua nafasi kumshukuru sana Padre Makusaro pamoja na ile timu kwa kazi nzuri waliofanya. Kazi imebaki kwetu ukitumia. Na ongeza kwa nguvu kabisa. Basi ni washukuru pia wanakwaya, meimba vizuri sana. Asanteni jamani, tuwapongeze. Wanahabari tulishawapongeza, asanteni sana. Lakini unapoongea juu ya kwaya, nimalizie. Naomba kwaya zote jimbo hili tujue kwamba jamani, kiongozi kijogoo parokiani ni paroko, ndio ana neno la mwisho. Sasa kuna kwaya nyingine wanataka kuwa juu ya paroko, wanampangia paroko cha kufanya. Haikubaliki. Akikufuta amekufuta, wala usije kwangu kwa apili. Ndio, fuata masharti. Hivyo taratibu kawaida kabisa. Tumeelewana jamani? Na hilo nalisema pia kwa viongozi wapya waliochaguliwa. Mwaka jana mahali fulani alichaguliwa kiongozi mmoja, akawa anampangia paroko wapi pa kwenda. Paroko anapanga zamu, mtakwenda kigango hicho, anamwambia hapana, huko uende, unakwenda hapa. Jamani, viongozi nye. Basi niwatakie wiki kwenye baraka nyingi. Tuhudhurie ibada mbalimbali, Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu, Jumamosi, Pasaka, na Mwenyezi Mungu ashushe baraka zake nyingi sana. Tuwe tofauti kabisa kabisa tunapoanza tena maisha ukurasa wa pili baada ya Pasaka. Tumsifu Yesu Kristo.